Naam, habari za muda huu mtazamaji wa Naso TV. Karibu, ni siku nyingine tena ya Jumapili ambapo tupo hapa uwanjani Benjamin Mkapa kuja kushuhudia tukio kubwa kabisa la mashindano ya usomaji wa Qur'ani. Na kitofauti kabisa kwa mwaka huu tunashuhudia ikihusisha mabara yote ulimwenguni, ambapo mashindano haya yameandaliwa na Al Hikma Foundation chini ya usimamizi wa Sheikh Nuruddin Kishki. Kwa hiyo kama unavyoona Benjamin Mkapa, muda huu ni saa 1 asubuhi, lakini idadi ya Waislamu wengi sana wameweza kufika hapa kwa ajili ya kushuhudia mashindano haya ambayo yatafanyika humu ndani. Mashindano haya yatahusisha wanaoshindana ama washindani 17 ambao wana range age kuanzia miaka 10 mpaka 23. Hakutakuwa na mtu wa umri mkubwa anayeshiriki mashindano haya, na yatahusisha washindani kama nilivyosema hapo awali kutoka mabara yote ulimwenguni, ambapo hii ni namna ya kipekee tofauti na miaka mingine, ambapo leo ni mashindano ya 25. Kama unavyoona nyuma yangu ni idadi ya watu ama umati wa watu mkubwa ambao unazidi kuingia hapa uwanjani Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuweza kushuhudia haya mashindano, na tutategemea itakuwa mashindano ya kitofauti sana kwa sababu yanahusisha watu wengi mno. Kwa hiyo Al Hikma Foundation chini ya usimamizi wa mkurugenzi wake mtendaji Sheikh Nuruddin Kishki wamesimamia zoezi hili mpaka kufikia hivi sasa. Nikupe historia fupi tu kidogo juu ya haya mashindano. Haya mashindano yameanza kabla ya miaka ya 2000, lakini yalikuwa rasmi baada ya kufika kwenye miaka ya 2000. Ndio maana unasikia ni 25, lakini yalianza hapo nyuma sana kabla ya miaka 2000, lakini hayakuwa rasmi. Na baada ya kufika kwenye miaka ya 2000 ndio yakasajiliwa rasmi na kuweza kuanza kujulikana sasa kwa ukubwa. Yalianzia katika ngazi ya mtaa, yakaja kwenye ngazi ya kata, yakaenda kwenye ngazi ya wilaya, mkoa, tukaona pia yakaenda kwenye ngazi ya nchi na pia kwa ukanda wa East Africa, lakini pia kwa Afrika. Na mwaka huu ikiwa ni miaka 25, tunaweza kuona yanahusisha nchi zote duniani. Naweza nikasema yanahusisha mabara yote duniani. Kwa kuna washiriki kutoka kila pembe ya dunia, kwa maana ya Afrika ambao wamepewa sana kipaumbele, lakini pia Ulaya, lakini pia Marekani, Australia. Kwa hiyo huko kote tunaweza kushuhudia washiriki ambao wamekuja hapa leo Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuweza kushindana kwenye usomaji wa Qur'ani. Kwa hiyo tunategemea kuona mshindi wa kwanza akipewa kiasi cha shilingi milioni 30, na mgawanyiko utakuwa hivyo kushuka chini kutokana na position utakazoshika. Kwa maana kutakuwa na washindi 5, lakini kwa mshindi mkuu ambaye atakuwa ni mshindi wa kwanza atapewa kiasi cha shilingi milioni 30. Kwa hiyo kama unavyoona huku nyuma watu wanazidi kuingia na watu wanazidi kuweza kutafuta sehemu yao. Kwa hiyo kama upo nyumbani ama unatutazama, endelea kuwa nasi ili uweze kupata matukio yote yanayoendelea hapa Benjamin Mkapa. Mimi naitwa Amani Mustafa. Asante, tukutane kadri matukio yanavyozidi kuendelea.